Leo nahitaji kuelezea ndoto ya samaki. Maana watu wengi wamekuwa wakinipigia simu wananiambia, nabii, nimeota ndoto ya samaki. Sasa hii ndoto ya samaki yenyewe inakuwa na maana kama 4 kutokana na vile ambavyo unaotea kwa hao samaki. Kuna mtu anaota anavua samaki kwa ndoana, kuna mtu anaota anavua samaki kwa nyavu, kuna mtu anaota memezwa na samaki, kuna mtu anaota samaki anapika au samaki waliokaangwa. Hizi zote zina maana tofauti. Naomba nianze na maana ya kwanza. Ukiota unavua samaki kwa ndoana, hiyo inakuwa inakujuza kwamba kuna mafanikio ya kazi au biashara unaoenda kuifanya. Na ukiota umeweka mtego wa ndoana ili umnase samaki afu ukatoa ndoana kavu haina samaki, moja kwa moja kabisa sikushauri kwenda kufanya hiyo biashara. Kama ni kazi, basi kuna changamoto itajitokeza kwenye hiyo kazi, utaipoteza kazi. Kitabu cha Mathayo 17:27 ukisoma hapo utaona Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia, lakini tusije tukawakwaza watu hawa, enendeni baharini mkatupe ndoana, ukatwae samaki yule azukaye wa kwanza, akifumbua mdomo wake tu utaona shekeli, na uichukue, alafu ukawalipe, na ufanye hivyo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hapo utaona Yesu alikuwa anadaiwa kodi na Kaisaria, lakini akawaambia wanafunzi wake, nendeni, chukueni ndoana, wekeni kwa bahari. Samaki atakayenasa kwa ndoana hiyo, ndani yake atakuwa na shekeli, yani atakuwa na fedha kwa ajili ya malipo. Basi mkafanye hivyo kwa niaba yangu na kwa niaba yenu. Ukiweza kumvua samaki kwa ndoana, kama ni biashara, itachanganya sana. Kama ni kazini, basi kuna promotion inakuja kwako. Lakini maana ya pili ni pale mtu anapoota anavua samaki kwa kutumia nyavu. Unapoota ndoto hii yenyewe huwa inaleta taarifa ya kumtumikia Mungu. Inakuwa na maana ya kwamba ndani yako kuna kazi ya Mungu ambayo unatakiwa kwenda kuifanya. Yamkini ni kuhubiri Injili kwa njia yoyote ile, iwe kwa kuimba, kwa uinjilisti, kwa vyovyote vile. Na mara nyingi sana utaota unakusanya samaki wa kila aina, kambare, sangala, samaki wengi kabisa. Na hii utaiona kwenye Injili ya Mathayo 13:47. Hapa Yesu mwenyewe anasema, tena ufalme wa mbinguni utafanana na juya maana yake nyavu, iliyotupwa baharini, likakusanya samaki wa kila namna. 48 anasema, hata lilipojaa walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Ukisoma Biblia zaidi utaona Yesu yuko mahali anakutana na watu ambao walikuwa ni wavuvi, na wavuvi hao usiku kucha walikuwa wamekesha, hawajapata samaki. Ndipo Yesu akawapeleka paka kilindini, akawaambia, tupeni nyavu hapa. Biblia inasema walipotupa nyavu, walishangaa kuona nyavu zimeibuka na samaki wengi sana. Wakajaza mashua, hata wakawaitia mashua za jirani pia. Ndipo Yesu akawageukia akawaambia, nifuateni, kuanzia leo hii ninyi hamtakuwa tena wavuvi wa samaki, bali mtakuwa wavuvi wa watu. Lile neno likaanza kufanya kazi ya Mungu, na wale watu wakawa wanafunzi wa Kristo, na ndio hao ambao waliachiwa kazi ya utume na wakatumika kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo kuvua samaki kwa nyavu, ndani mwako uko na kusudi la Mungu. Maana ya tatu, ukiota umemezwa na samaki au samaki amekung'ata, hiyo unakuwa unapewa taarifa juu ya miungu, shambulizi la miungu kwako. Ukisoma Injili ya Mathayo 12:40 utaona hapo mtu mmoja anaitwa Yona alipewa agizo na Mungu aende Ninawi, lakini yeye akakimbia kwenda Tarshishi. Biblia inasema alipokuwa njiani, gharika ilitokea na Yona akatupwa ndani ya bahari na samaki akammeza. Biblia inasema Yona akakaa ndani ya tumbo la samaki kwa siku 3. Alafu yule samaki akamrudisha paka mahali alikoelekezwa na Mungu aende. Watu wengi hawajui kwa nini Yona alitumwa aende Ninawi, kwa sababu Ninawi walikuwa na miungu ya kwao na walikuwa wanamwabudu Mungu bahari. Kwa ishara hiyo ya kwamba walikuwa wanaabudu samaki aliye mkubwa zaidi ndani ya bahari. Sasa wakashangaa kuona yule samaki aliye mkubwa wanayemwamini ndo aliyemleta Yona. Kwa Injili ilikuwa ni nyepesi sana. Kama Mungu wao amewaletea mtu huyo, na yeye alipofika pale akawaambia, Mungu sio samaki, Mungu yupo mwingine. Wale watu ndo maana Injili yao ilikuwa ni nyepesi. Mfalme ndo alihusika kutangaza mbiu katika nchi ya Ninawi, na watu wakaokoka, wakaomba mbele za Mungu. Na hiyo yote ilikuwa ni Mungu anaimarisha ufalme wake na kupindua ufalme wa miungu ya bahari. Maana ya 4, unaweza ukaota tu samaki wamekaangwa, au unapika samaki, au unakula samaki. It's okay. Hii yenyewe inakuletea taarifa ya kwamba kuna baraka zitakuwepo mbele yako, na hizo baraka zitakuwa ni nzuri kama riziki ambayo Mungu amekuwekea. Kitabu kile cha Luka 9:13. Ukisoma hapo utaona Yesu anawaambia wanafunzi wake, wapeni watu chakula. Wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, hatuna chochote cha kuwapa, zaidi hapa tuna mikate 5, tuna samaki 2.
Yesu anaichukua ile mikate kisha anashukuru. Baada ya kuibariki, Biblia inasema samaki wakaongezeka na watu wale wakala, wakashiba, wakasaza. Hivyo ukiona samaki wamekaangwa, samaki wamepikwa, ni taarifa kabisa ya kimungu ya kwamba wewe kuna jambo jema ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Mwenye sauti hii naitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto, na namba ya simu unayoona hapo ni ya kwangu. Unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuwasiliana na mimi. Na kwa wewe ambao unahitaji kujifunza zaidi na kuungana pamoja na mimi kwenye maombi na maombezi, andika neno niunge, tuma kwa njia ya WhatsApp kwenye namba hiyo, tutakuunganisha kwenye grupu ya maombi. Mungu akubariki sana, asikusahau. Amen.